Twende tukasome barua ya mwisho. Kwa nani? Mama Samia, Rais wa Tanzania. Barua yako ya barua ya Mungu, barua ya mwisho, barua ya Mungu kwako ya mwisho, ambapo barua Mungu ameituma ndio ya mwisho, ya tatu na ya mwisho. Katika mwaka wa 10 mwezi wa 10 siku ya 12 ya mwezi. Katika mwaka wa 10 siku ya 12 ya mwezi wa 10. Katika mwaka wa 10 mwezi wa 10 siku ya 12, yani tarehe 12 ya mwezi wa 10 katika mwaka wa 10. Maana yake mwaka wa 10 ni mwaka wa mabadiliko, ni mwaka wa mwisho. Kwani uchaguzi wa 2025 si ndio uchaguzi wa kumchagua mtu mwingine, yani uchaguzi wa kutoka yule aliyekuwepo na kuingia mtu mwingine. Si miaka 10 ndio ya kutawala. Kwa baada ya miaka 10 anaingia mtu mwingine. Ndio maana yake. Ndio maana yake. Mnaambiwa mwaka wa 10. Kwani sisi tunabadilisha rais baada ya miaka 5? Hapana, baada ya miaka 10. Mwaka wa 10 mwezi wa 10 tarehe 12 ya mwezi, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, elekeza uso wako juu ya Farao wa Misri. Kwako Mama Samia. Ninakwenda kuisoma kama Mungu aishivyo. Ninakwenda kuisoma Ezekieli 29 mstari kwanza mpaka 11. Katika mwaka wa 10 mwezi wa 10 siku ya 12 ya mwezi. Katika mwaka wa 10 mwezi wa 10 siku ya 12 ya mwezi, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, elekeza uso wako juu ya Farao mfalme wa Misri, ukatabiri juu yake na juu ya Misri yote. Nena useme, Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni juu yako, ewe Farao mfalme wa Misri, joka kubwa aoteaye kati ya mito yake, aliyesema, mto wangu ni wangu mwenyewe, nami nimeufanya kwa ajili ya nafsi yangu. Nami nitatia kurabu katika taya zako, nami nitawashikamanisha samaki wa mito yako na magamba yako, nami nitakutoa katika mito yako pamoja na samaki wa mito yako walioshikamana magamba yako, nami nitakuacha hali umetupwa jangwani, wewe na samaki wote wa mito yako. Utaanguka juu ya uso wa uwanda, hautakusanywa wala kuwekwa pamoja. Nimekutoa uwe chakula cha wanyama wa nchi na cha ndege wa angani, na watu wote wakao Misri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, kwa sababu wamekuwa mwanzi wa kutegemewa kwa nyumba ya Israeli. Walipokushika kwa mkono wako ulivunjika, ukawararua mabega yao yote, na wakakutegemea, na walipokutegemea ulivunjika, ukawatetemesha viuno vyao vyote. Basi Bwana Mungu asema hivi, tazama nitaleta upanga juu yako, nami nitakatilia mbali nawe wanadamu na wanyama, nayo nchi ya Misri itakuwa ukiwa na jangwa, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Kwa sababu umesema mto huu ni wangu, nami nimeufanya, basi tazama mimi ni juu yako na juu ya mito yote.
nami nitaifanya nchi ya Misri kuwa jangwa tupu na ukiwa, toka Migdoli hata Sewene hata mpaka wa Kushi, hautapita kati yake mguu wa mwanadamu, wala hautapita kati yake mguu wa mnyama, wala haitakaliwa na watu muda wa miaka 40. Anasema hivi, hautapita, mwisho anasema hautapita hautapita kati yake mguu wa mwanadamu, wala hautapita kati yake mguu wa mnyama, wala haitakaliwa na watu kwa muda wa miaka 40. Bwana Yesu asifiwe. Barua ya mwisho hiyo, Waswahili wanasema kula chuma. Barua ya mwisho hiyo, sitani wala sicheki, watekaji watani wala wacheki, na Mungu hacheki wala tani. Barua ya mwisho ndio hiyo. Wewe na wale ambao Mungu atakushikamanisha na watu wako, wale ambao atawatupa pamoja nje, alafu Misri itakuwa ukiwa kwa miaka 40. Nimekwambia barua ya 4, namba 4 inatakiwa irudi. Sawa? Na umeambiwa utakuwa ukiwa miaka 40. Yaani 4. Ndio maana nakwambia hivi, barua ya 4 inanihusu mimi mwenyewe, mjumbe wa agano. Barua ya 4 nitaisoma baada ya barua hii, barua yako na ya mwisho, ndipo nitakuja kusoma barua ya 4. Barua yangu ya 4, kama nilivyosema kwamba ule mti mlioukata unakwenda kuchipua pale pale mlipoukata. Yaani yule nabii ambaye mliiba nyota yake miaka mingi mkaitumia katika nafasi ile ile ya urais, ndio yule mtu mliomwibia nyota yake ndio yule anarudi kwa nafasi ile ile ya urais, ya uongozi. Mti mlioukata, maana Mungu akaukuza, nyinyi mkaukata. Yaani Mungu akainua ile nyota afu nyinyi mkaiba. Sasa Mungu ameinua mara 12. Yaani ameongeza nyota zingine 12 juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio barua ya mwisho. Nimemaliza, na Mungu akubariki sana. Hakuna, kwa sababu barua ya kwanza ilizalaulika na kupuuzwa. Joka akainua nguvu zake, naye ameanguka. Barua ya mwisho, nini kitafanyika ili kumwokoa mfalme wa Misri? Mungu amekwisha amua, muda umeisha. Mungu akubariki sana. Uwe na siku njema.